Kilimo, Kangeta Kilimo. Leo tunaonesha design aina ya mitego ambayo tumeifanyia tafiti sisi Kangeta Kilimo na kuweza kufanikiwa kuweza kukamata visumbufu vya mimea ambao ni hatari, wakiwa wagonjwa kama wadudu kama kantangaze, tuta absolutawom, akiwa vijeshi vamizi, foliar worm. Pia kuna nzi wa matunda aina tofauti, wako species za aina ya zaidi. Sisi tumedili na zaidi species tatu ambazo zinasumbua sana. Kuna nzi ambaye nzi mvamizi, kuna nzi ambaye anashambulia matikiti, umeona, ambayo tunamuita huyo ni melon fly au tunamuita Bactocera cucurbitae, na kuna Bactocera inverted, na pia kuna Mediterranean. Kuna Bactocera aina ya Mediterranean. Hawa ndio nzi ambao wanasumbua sana mazao haya. Kwa hiyo tumeandaa mitego kwa ajili ya kuwakamata nzi kwa kuwawekea hormones ambazo zinakuwa zinawavuta wale wanakuja pale na baadaye wanakuja kunaswa. Kwa hiyo mitego yetu tulionayo ni mitego aina tofauti kama mnavyoiona. Mtego wa kwanza tulionao, na mitego yetu yote ina certificate of analysis ambayo pia hapa imefanikia Marekani, certificate of analysis. Hii hapa mnavyoiona, hii ni certificate of analysis. Pia tuna certificate ya registration ya mkemia mkuu wa serikali, certificate ya registration ya serikali ambayo unaona logo kemia, certificate na namba registration hapa. Kwa hiyo tunapenda sasa kuonesha sasa ile mitego yetu muweze kuiona vizuri. Kwa hiyo mtego wa kwanza tulionao ni huwa hapa. Huu mtego ni kwa ajili tunatumia sana kwenye upande wa maparachichi. Kwa hiyo watu wa maparachichi kwa ajili ya kumdhibiti nzi mvamizi tunatumia mtego huu hapa. Nzi mvamizi tukimwacha anasababisha hasara kwa 80 mpaka 90. Na tunapoelekea Afrika inakuja kulisha dunia, especially Tanzania. Parachichi la Tanzania liko nafasi ya 3 duniani kwa ubora. Kwa hiyo lazima tuhakikishe tunalilinda kupunguza visumbufu ili tuendelee kuwa bora zaidi. Kwa hiyo mitego huu hapa kwa ajili ya parachichi. Pia tuna mtego namba 2 ambao tulionao. Huu mtego tulionao huu ni kwa ajili ya mboga hasa nyanya, bilinganya, nyanya chungu, pilipili hoho. Kuna mashambulizi ya tuta absoluta ambayo kwa tunamuita tomato leaf miner au jina lingine Waswahili wanapenda kumuita kantangaze. Yule kantangaze huwa tunamkamata kwa kutumia hii aina ya pheromone ambayo tukiiweka hapa huwa anakuja anaingia hapa na nanasa kwenye hii gundi ambayo iliyopo ndani. Pia tuna mtego wa pili wa tatu ambao tulionao ni huu hapa. Huu ni mtego wa beseni. Huwa tunautumia kwa ajili ya kukamata kantangaze pia ambaye anasumbua na kusababisha hasara kwa 80, 50 mpaka 80, kupoteza mazao kiwango kikubwa. Kwa hiyo huwa tunatumia huu hapa. Mtego unaofuata ni mtego kwa ajili ya mazao kama matikiti. Matikiti tunatumia mtego wetu ni huu hapa. Hii ni mitego ambayo sisi kama Kangeta Kilimo tunasaidia jamii kuweza kuwafikisha jamii inafika kwenye uchumi wa kati na wakulima wanaweza kufahamu taaluma inayohusiana na kilimo kwa kiwango kikubwa, kwa sababu tunapoelekea tusipodhibiti nzi mvamizi wa matunda tuna uhakika wa kupata hasara, kwa sababu wakulima wengi wa matikiti wamekuwa hawapati faida kutokana na mashambulizi ya nzi mvamizi. Unakuta kitikiti kidogo kinagongwa na ambao kwa jina lingine watu wa pwani wanapenda kuita manyigu au madondola au limegongwa na dondola utasikia. Kwa hiyo huu mtego ndio una uwezo kumkamata huyo dondola na baadaye kupata mavuno bora na kuweza kufikia standardi za Kangeta Kilimo. Kangeta Kilimo. Kwa hiyo mtego mwingine unaokuja, mtego wa pili ambao tulionao, umeona huu ni tofauti na huu. Hichi ni kubwa, ili ni dogo. Huu tunatumia kwenye machungwa. Wale wanaolima machungwa Tanga, hasa nzi wa mvamizi, hasa Mediterranean pamoja na nzi mvamizi, hao wamekuwa ni hatari, na ndio maana hata mtego wao unakuwa na ingredient zaidi ya 4 ambazo tumeziweka pale, ambazo zile ingredient zaidi ya 4 zinasaidia kuwavuta wote kwa pamoja na kuwaweka humu. Kwa hiyo tuhakikishe kwamba tunaangalia na ina logo ya Kangeta Kilimo. Mtego unaofuata mwingine ambao tunautumia
ni huwa hapa, ambao ndio hii hapa, ambao ni huwa hapa. Huu ni mtego specially kwa ajili ya maembe. Maembe yanasumbuliwa sana na nzi mvamizi. Nzi mvamizi anasumbua sana maembe na anasababisha hasara kwa asilimia hadi 80 ya maembe mengi. Unapasua embe unakuta funza ndani, unapasua embe unakuta limeoza, maembe yanaanguka bado machanga, yanapukutika mapema kwa sababu ya nzi mvamizi. Huyu nzi mvamizi tunamkamata kwa kutumia mtego aina huu hapa. Mitego yote inaitwa Kangeta Kilimo. Mtego unaofuata ni huu hapa. Huu hapa. Huu unauona. Huu tunautumia kukamata kantangaze. Huu pia tunautumia kukamata kantangaze pamoja na viwavijeshi vya misi kwenye mahindi. Wote tunawaweka huko. Huu unakuwa na molasses. Huu mara nyingi tunaweka ni molasses. Hii hapa. Huu kwa ajili ya kantangaze au funza pamoja na funza wa vitumba ambao wanapatikana kwenye pamba. Huwa tunatumia hii hapa. Hii ni teknoloji ambayo tulifanya mwaka juzi tukishirikiana na bodi ya pamba kwenye upanzi wa kudhibiti funza wa vitumba ambao wanasababisha hasara na wenyewe kwenye pamba kwa kutoboa katikati. Kwa hiyo hii ni mitego yetu ambayo mnavyoiona. Pia tuna mitego ya stika hizi kwa ajili ya hawa wadudu wadogo ambao kama white fly, aphid, thrips na kitu kingine kwa tunatumia na hizi stika ambao tunazitumia sisi Kangeta Kilimo. Pia tuna mitego mingine hii hapa ambayo kwenye package nzuri sana. Hii hapa tuna mitego mingine hii hapa unaiona. Hii mitego, kitu kikishikwa na Kangeta Kilimo ujue kina ubora. Kitu kikishikwa na Kangeta Kilimo ujue kina ubora, kwa sababu Kangeta Kilimo ndio mkulima ambaye anailima kwa vitendo, na akifanya kitu huwa kinaonyesha impact kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na kama mtu anabisha aje hia. Kwa hiyo hakikisheni mnafanya kilimo cha kisasa. Kwa hiyo wakulima wengi leo tunafanya demonstration ya ndani kwanza, hata tunaenda kwenye demonstration ya nje kwa sababu tunaelekea sasa kwenye kilimo. Tunaenda kwenye demonstration ya nje. Mwaka huu tutakuwa na demonstration Dumila, tunapiga eka 10 za nyanya pale kwa ajili ya kusaidia jamii waweze kufahamu kilimo cha nyanya. Tuna Kigamboni, tunapiga eka 5 za nyanya tena. Wakulima kuna hapa Mlimani Chuo Kikuu tunapiga mazao yote. Tunapiga mazao yote. Hizi tulikuwa tukizifanya background pasipo wakulima wengi kujua. Tulikuwa tunafanya sisi kabla ya kulima, tunachokifanya kwanza tunaweka kwanza mitego ya kantangazi. Umeona? Tunaweka pale, tunaweka pale. Kwa hiyo kwanza tunaanza kuwakamata wadudu kwanza, alafu ndio tunaanza kuingia shambani. Kwa hiyo tukifanya hivyo tunakuwa hatuna mashambulizi mengi ya wadudu. Kwa hiyo mimea yetu unakuta inakuwa ya kijani. Naomba nitolee, nimeshafafanua sana. Nadhani nimeandika article nyingi, nimeandika zaidi ya article 10,000 ziko kwenye mtandao. Article zaidi ya 10,000 ziko kwenye mtandao. Nina zaidi ya video 100 nimeziweka kwenye mtandao kwa ajili ya watu kujifunza. Kwa hiyo sitoelezea sana wadudu kwa sasa hivi kwa sababu kantangaze, andika tu kantangaze Google utaona imeandikwa kantangaze Kangeta Kilimo. Ile ni article yangu nimeandika mimi. Kwa wale msifahamu Kangeta Kilimo ndio mimi. Kwa jina lingine wanaita kiwavijeshi vamizi. Naitwa Kangeta Kilimo. Kwa hiyo zile article nimeshaelezea kuhusu nzi wa matunda. Huyu nzi wa matunda nimeshamuelezea kwenye tovuti yangu. Ingia kwenye tovuti Kangeta Google Kangeta Kilimo. Itakuja. Nenda pale kwenye blog, soma au andika nzi wa mvamizi wa matunda. Andika pale, utaona, utasoma article pale. Jinsi mzunguko wa maisha yake alipoanzia huyu nzi mpaka kufika Tanzania, mpaka huyu nzi anavyoathiri matunda, namna gani tutumie njia kuweza kumdhibiti. Ukija pale kantangaze tena, nimeandika article nzuri na pia nilishazunguka nchi nzima kuwafundisha mabwana shamba. Wote nchi nzima nilizunguka nikipewa ufadhili na bodi ya pamba. Tumezunguka, tumeelezea kulima kuhusiana na visumbufu vya mimea kwa 90%. Kwa hiyo ninaamini kwamba mchango wangu ni mkubwa sana. Ila nimeona mchango wa nzi mvamizi lazima tumdhibiti. Tusipomdhibiti hatutaweza kupata faida katika mazao yetu. Kwa hiyo lazima tumdhibiti kwa njia za kibiolojia. Hizi njia za kibiolojia zina ubora na kupunguza. Hizi zitasaidia kutokuua wadudu marafiki ili tuweze kufika kwenye kilimo cha kisasa.
kwa sababu hili kilimo cha kisasa lazima tudhibiti visumbufu vya mimea, kwa sababu nzi mvamizi akigonga tikiti hatuwezi kuliuza, litakuwa limeoza. Akigonga embe hatuwezi kuliuza. Unakuta mtu una export embe unapeleka nje, ukipasua unakuta kuna wadudu. Kwa hiyo jamani, tuhakikishe tunapata ushauri kutoka kwa Kangeta Kilimo. Tuna namba ambayo tumeweka maalumu kwa ajili ya kuwasiliana na Kangeta Kilimo. Wewe ni special, sio lazima upige, tuma ujumbe WhatsApp, tuma ujumbe kwenye nini. Pia niwarahisishia, nimetengeneza website, nimeweka na sehemu ambayo unaweza ukaniuliza mpaka saa 7 usiku. Nalala saa 7 usiku kwa ajili ya kujibu maswali muda wote. Nakuwa online siku nzima. Kwa hiyo unaweza kauliza WhatsApp, unaweza ukauliza kwenye tovuti, au kaingia kwenye application imeandikwa Kangeta Kilimo. Kangeta Kilimo. Hatari kabisa. Kwa hiyo wakulima wote ninaamini tutafikia uchumi wa kati. Asanteni sana.